kitabu ni kile cha Ufunuo, sura ile ya 2. Nasoma kuanzia mstari wa 2 mpaka mstari wa 5. Kitabu cha Ufunuo, sura ile ya 2. Ninaanza pale kwenye mstari wa 2 mpaka kwenye ule mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajiitao mitume na sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahala pake usipotubu. Bwana Yesu, libariki neno hili. Roho Mtakatifu, endelea kutufundisha bila kuchoka, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Weka daftari chini, mshangilie Yesu kwa makofi kwa ajili ya neno lake. Dakika hizi chache ambazo Roho wa Bwana ametupa kwenye ibada hii, nataka ni share na wewe unayeandika juu ya ujumbe unaoandika hivi: akiba ya matendo mema. Kama unaandika, andika akiba ya matendo mema. Hayo ndiyo mambo machache ambayo tutashare kwenye ibada hii. Akiba ya matendo mema. Kwa lugha nyingine, nataka nikufundishe kujiwekea akiba ya matendo mema. Kujiwekea akiba ya matendo mema. Mungu ataniwezesha kwa dakika hizi niweze kushare na wewe, na ninajua litakuwa jambo la baraka sana. Sijui kwa nini Mungu ananipa njia hii. Last week nilikuwa na kufundisha kwa habari ya hazina, leo na kufundisha kwa habari ya akiba. Nao akiba ni kitu unachoweza kujiwekea kwa ajili ya faida ya baadaye pia, au ya matumizi ya baadaye. Ni savings ambazo mtu anaweza kujiwekea kwa ajili ya baadaye. Inaitwa akiba. Naweka leo, utatumia baadaye. So kwenye matendo tunayoyatenda mbele za Mungu na mbele za watu, kuna namna matendo hayo yanaingia kwenye karabrasha fulani ka akiba, ili baadaye yakuletee mema katika maisha yako. Nataka nikusaidie kuelewa hivi, mtu wa Mungu. Makanisani sasa hivi, kwenye semina nyingi tunazoenda, tumepata fursa na nafasi ya kufundishwa mambo mengi magumu, mazito, ya ajabu na kutisha. Na unafundishwa hayo, wanakuambia unafundishwa hayo ili ufanikiwe. Nami sina shaka na hilo. Lakini swali ni hili: kama tutafundishwa mambo magumu ili tupate matokeo kwenye maisha yetu ya kimwili na ya kiroho, na tukafanikiwa kuyafanya hayo magumu ili tupate matokeo, vipi kwenye yale yaliyo marahisi ambayo tunaweza kufanya na tupate matokeo? Kwa nini tushindwe hapo? Kama kuna eneo ambalo wengi wa watu wanafeli, ni eneo linaloitwa eneo la matendo mema. Umekuwa mtihani kwa wapendwa. Umekuwa mtihani kwa watu waliookoka. Matendo mema. Matendo mema. Watu wanaotenda matendo mema sahihi ni unawatafuta na tochi. Watu wanaotenda matendo mema unawatafuta na tochi. Sasa anasema hapa kwenye Biblia, tunaposoma kwenye Ufunuo
Nikaogopa hili neno ninapoliona. Anasema nayajua matendo yako. Neno zito sana hili. Anasema nayajua matendo yako. Sio maneno, nayajua matendo yako. Hapa ukiangalia kwenye vitu vilivyokaa kwenye hii listi, anasema matendo yako, taabu yako, subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Hakuna hapo aliposema nayajua matendo yako, nayajua na maneno yako. Anayajua matendo yako. Kumbe mtu wa Mungu ulioko hapa, una kila sababu ya kujiwekea akiba kwenye ile karabrasha la vitu vya akiba unavyoviweka. Swali la msingi ni, ukipekua hilo karabrasha, yamo matendo mema umo? Unayo matendo mema unaweza ukayatoa kuwaonyesha watu matendo mema ambayo umeyatenda? Unayo? Maswali haya ni maswali mepesi, lakini yamebeba uzito wa matokeo. Wengi watu mnayo akiba ya maombi. Wengi mko hapa mnayo akiba ya maombi. Jana usiku uliomba, leo asubuhi uliomba, baadaye utaomba, kesho yake utaomba. Nao akiba yako ya maombi imejaa. Vipi akiba ya kitu kinaitwa matendo? Tena sio matendo, bali matendo mema. Hiyo akiba ikoje? Haleluya. Wanangu wazuri, kutenda mema sio jambo jepesi. Na kufundisha kama mchungaji wako uelewe, kutenda mema sio jambo jepesi. Tena mbaya kuliko vyote, uwe unatenda mema kwa wanaokutendea mabaya. My God. Anasema hapa mstari wa Ufunuo 2, huo mstari wa 2. Neno zito hili. Nayajua matendo yako. Alafu niliwaambia, eneo lolote unapoona sentensi imeandikwa alafu ikaongezwa neno na au lakini, kuna kitu cha kutafakari hapa. Sasa nilikuwa naangalia hili neno hapa, anasema anapoongea kwa habari ya kuyajua matendo, alafu mbona huko mbele kuna neno unafuatia inaitwa nini? Hapa nikaona kuna kaneno na taabu yako. Kwa hiyo kumbe main point ni matendo, halafu na ziada. Taabu kama ziada, subira kama ziada, lakini main ni matendo. Tena matendo ambayo Mungu anayataka kuyaona kwako mwanangu ni matendo yaliyo mema. Na mimi ninawaambia maneno muelewe. Hili neno ni zuri kuitikia madhabahuni, amina. Muwe na matendo mema, amen. Lakini hayo matendo mema unawatendea wakina nani? Hao unaowatendea mema wanalipa nini kwako ili uendelee kutenda mema? So kwa sababu Mungu anajua wako watu tunaowatendea mema na wanatulipa mabaya, ndiyo sababu kuna kitu amekisema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 7. Natamani mtumishi wa Mungu niwekee hapo. Kitabu cha Warumi sura ya 7. Mungu akijua ya kwamba wako watu tunawatendea mema, lakini hao watu hawatulipi mema, akatuambia kitu hapa. Weka Warumi mstari wa sura ya 7 mstari wa 18. Nikuonyeshe kitu hapa kitakusaidia kuelewa, mtu wa Mungu. Warumi sura ya 7 mstari wa 18. Mtumishi wa Mungu, kama ukipaona hapo unanisaidia sawa. Warumi 7 mstari wa 18, Biblia inasema. Anasemaje? Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, ndani ya mwili wangu halikai neno jema. Halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema. Mziki upo kwenye kutenda mema. Hiyo ngoma ni mtihani. Yaani sio hutaki kutenda mema, unataka kutenda mema kabisa. Unataka. Mbingu hazina shaka na kundi la watu wanaotaka kutenda mema, lakini there is no any rewards kwa ajili ya watu wanaotaka kutenda mema. Mungu hajawawekea heshima yoyote wanaotaka kutenda mema. Ndiyo maana Paulo anatukumbusha hapo jambo zito kabisa. Anasema hivi, kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, neno jema halina hata nafasi. Alikai. Sio alipiti, ni kukaa. Kupita linapita. Haya tunayohubiria si yanapita. Kukaa, alikaaji jambo jema ndani yako.
Anasema nini? Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema. Huo ndo mziki ulipo. Nikawa natafakari neno hili nikasema, ni kwa nini watu hawawezi kutenda matendo mema? Ni kwa nini? Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini watu hawawezi kutenda matendo yaliyo mema? Ni kwa sababu wako watu kwenye maisha yetu, hata tuwatendee mema kiasi gani, tutalipwa mabaya. Hata ungejipendekeza kuwatendea mema kiwango gani, utaambulia maumivu. Ndiyo sababu wengi wa watu wameacha kutenda mema. Na sio tu kuacha, nataka nitumie neno according to scripture. Wengi wa watu wamechoka kutenda mema. Ni kwa nini mtu huchoka? Mtu huchoka pale anapofanya jambo hilo kwa muda mrefu, na mbaya zaidi inachosha sana. Hivi mmewahi kuona fundi ujenzi anajenga, si ndio? Anajenga labda kaukuta, alafu kaukuta kale kakabomoka. Kakibomoka unasikia leteni tena tofali na simenti, wanajenga mara ya pili, kanakaa. Kakibomoka ya pili, wanaweza kujikusanya, jamani hapa ana shida, tupige ya tatu, wakajenga mara ya tatu. Kakibomoka mara 4 5, wanajenga tena. Unasikia wakunawa wananawa, wakuoga wanaoga. Kwa nini? Kwa sababu hiyo shughuli ishakuwa ngumu. So watu huchoka pale ambapo wanatenda mema lakini hawapati matokeo katikati ya hayo wanayoyatenda. Angalia kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6, kuna neno zuri hapa Mungu anataka ulisikie likusaidie wewe uliyechoka kutenda mema. Katika ule mstari wa 9, Wagalatia 6:9, kuna kitu mbingu zinataka ujikumbushe ili mtu wa Mungu upate matokeo. Wagalatia 6:9. Biblia anasema nini? Tena tusichoke katika kutenda mema. Tena tusichoke. Kumbe wako watu wanachoka katika kutenda mema. Swali nililotafakari kwenye hii Wagalatia 6:9 ni kwamba watu wanachokaje kutenda mema? Kwa nini mtu achoke kutenda mema? Nao nikaja kugundua watu wanachoka kutenda mema kwa sababu tunaowatendea wema wanatutendea mabaya. So tunaacha huyu, tunasema ngoja nimtendee wema yule, labda atanitendea mema. Unaenda na huyo anakutendea mabaya pia. Unaenda kwa mwingine unamtendea wema, anakutendea mabaya pia. Unasema enough is enough. Saizi hapa bampa tu bampa, sitendei mtu wema fresh. Unasikia kuna msema, unasema nitakupokea kwa kadri unavyokuja. Haleluya. Lakini kwenye Wagalatia anasema tena tusichoke katika kutenda mema. Angalia maneno yanayofuatia. Maana tutavuna kwa wakati wake. Kwa hiyo tusipochoka kutenda mema, anasema tutavuna kwa wakati wake. Kumbe kutenda mema ni kama mkulima aliyo kwenye season ya kupanda. Unapotenda mema ni mkulima aliye kwenye season ya kupanda, na kwa sababu utavuna unachopanda, so ule wema unaoutenda mavuno yake hayawezi kuwa mabaya mbele za Bwana. Mavuno yanaweza kuwa mabaya mbele za wanadamu, lakini mbele za Bwana mavuno yakawa mema. Nataka akili iamke ya kwamba Mungu ndiye atakaye kutendea mema pale unapotendea mema watu. Akili ya kutarajia kutendewa mema na watu tuliowatendea mema ndiyo iliyotuchosha na kutufanya leo tuache kutenda mema. Nimekuja kukufundisha kwenye ibada hii, hata kama wapo watu wanaokutendea mabaya, licha ya wewe kujitoa na kutenda mema kwao, sisi tulipanda kwenye udongo ulio mzuri, na yuko Mungu mwenye ahadi. Anasema kwenye Wagalatia 6:9, wala usichoke kutenda mema, maana utavuna kwa wakati. Ninapotenda mema, mavuno yangu yako mbele. Ninatenda leo wema, mavuno yako mbele. Sasa wasiojua tunapowatendea mema na wakatutendea mabaya, wanaweza kufikiri wanatukomoa. Usiache according to scripture. Mungu akubariki mama. Usiache kutenda mema, mtu wa Mungu.
Kuna mwimbaji akaimba, wema ni akiba na ubaya pia ni akiba. Utachagua wewe. Mgeukie jirani yako mwambie utajua ujui. Haleluya. Unapotenda mema unapanda wema ambao hata kama wewe hautavuna, familia, watoto, wajukuu watakuja kuvuna mema ambayo wewe umeyapanda, na pengine ukavuna machozi, ukavuna maumivu, lakini kwa sababu tulipanda mbele za Jehova, ninakuhakikishia mwanangu utavuna. Kama kuna mambo yanayomtetemesha Mungu, ni pale ambapo unaenda mbele za Mungu ukiwa na hoja za matendo mema. Hivyo ndio vitu vinamtetemesha Mungu. Mungu hatetemeshwi na maombi yako. Nimeomba leo maombi ya kujigaragaza. Nimeomba maombi ya kujimaliza. Kuna maombi ya AKA kibao. Maombi ya kujimaliza, maombi ya kujigaragaza, maombi ya kujiteketeza. Matendo mangapi umefanya? Umewahi kufanya matendo ya kujigaragaza? Umewahi kufanya matendo ya kujimaliza? Yaani matendo unayomtendea muhitaji mpaka we unalala njaa. Unamtendea mtu mpaka we unaaibika, lakini umejitoa kwa ajili ya watu. Mbingu zikiangalia zinasema, tupate wapi mtu wa type hii ambaye Roho wa Bwana anakaa ndani yake, anaweza kuyatoa maisha yake kwa ajili ya watu wengine. Watu watendao namna hii ndio wanaitwa wafuasi wa Yesu Kristo. Let me show you something hapa. Mwamba mmoja yupo kwenye kitabu cha Isaya. Huyu anaitwa Hezekia. Kitabu cha Isaya sura ya 38. Angalia hapo kwenye mstari wa kwanza. Let me show you something. Mjamaa alipokuwa kwenye prayer, maombi yenyewe wala sio ya kujigaragaza. Angalia nini kinatokea. Kitabu cha Isaya 38 mstari wa kwanza. Biblia inasema, siku hizo Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii, ndio mwana wa Amos, akaenda kwa mfalme, ndio akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako. Maana utakufa. Unakufa wala hutopona. Endelea. Mstari wa pili. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani. Nataka hapo usome sasa kwa msisitizo. Anza upya huo mstari. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani. Akamwomba Bwana. Akafanya nini? Akamwomba Bwana. Kwa lugha nyingine, Hezekia aliingia kwenye maombi, lakini anaomba maombi ya namna gani? Ndio nataka uelewe hapo. Anaombaje? Akasema, kwenye maombi yake Hezekia akasema hivi, Bwana, kumbuka haya ninakusihi kwamba nimekwenda mbele zako. Angalia, utarudia tena. Maandiko yanasema Isaya anaingia kwenye maombi. Akiwa kwenye maombi yake ndiyo haya ambayo mtumishi wa Mungu anasema. Akasemaje tena katibu? Kwamba nimekwenda mbele zako. Kwamba Bwana, kumbuka ya kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu. Now listen to me. Biblia inasema huyu mwanaume akiwa katika hatari ya kufa, nabii anakuja kumwambia. Nyinyi mnaona manabii wale wanavyotutabiria. Sasa nabii anaenda anamwambia Hezekia, tengeneza mambo ya nyumbani mwako kwa sababu unakufa. Na unakufa hutapona. Biblia inasema yeye Hezekia akageukia ukuta, alafu akaingia kwenye maombi kama we unavyoomba. Lakini kwenye prayer point ambayo Hezekia anaifanya ni prayer point iliyobeba matendo mema ambayo aliwahi kuyatenda. Sasa yupo kwenye hatari ya kufa, haombi maombi ya kujimaliza. Anaenda mbele za Mungu, anampa prayer point inayomuonyesha matendo aliyowahi kuyatenda. Anamwambia Bwana, kwa sababu kama anamwambia Mungu kumbuka, that means it's not today. Sio leo. Leo niko kwenye hatari ya kufa. Leo mimi hapa ni mgonjwa. Leo sina kazi, sina ndoa, sina uzao. Ni sawa sawa. Lakini anamwambia Bwana, kumbuka basi, kwenye akiba yangu I have something. Ulikuweko wakati nilifanya tukio.
Kumbuka hilo tukio. Anamwambia Mungu kumbuka. Haleluya. Waombaji, Bwana Yesu asifiwe. Kuomba ni jambo jema, lakini unapoomba nyuma ya maombi, ndio maana wanaoongoza kwa umasikini makanisani ni wana maombi. Hili neno sio rafiki. Namba kubwa ya wana maombi ni maskini. Ukiwauliza, sisi ni matajiri wa roho, watajiri wa roho. Backup yao ni utajiri wa roho. No doubt about it. Ni kweli wewe ni tajiri wa roho. Utalipa kodi roho. Utatoa roho kufanya transaction ya roho kwenda kulipa kodi ya nyumba. Unaweza kufanya transaction ya roho kulipa ada. Haleluya. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu waombaji, wale waombaji, najaribu kutafuta neno zuri, watu waseme na wasema waombaji. Sina shida na waombaji. Najaribu kutafuta neno zuri unielewe. Waombaji wengi wanaamini katika maombi, hawaamini katika vitu vingine vyote. Yaani wao wanastiki kwenye maombi kama ndio kila kitu. But guess what? Hayo maombi unayoyaomba ni lazima yawe yamebeba matendo, kwa sababu maombi ni maneno, na Biblia inasema kuongea bila kutenda, imani pasipo matendo, hiyo imekufa. Kumbe hata maneno bila matendo ni kifo. Mbingu hazitaki mabingwa wa kuongea wasiotenda. Ndiyo maana wakati Hezekia anaenda mbele za Mungu, anamwambia Bwana, niko kwenye wakati mgumu sasa, lakini kumbuka nilivyoenda mbele zako kwa uaminifu na katika kweli. Kwa sababu matendo mema ni akiba. Unapomkumbusha Mungu, Mungu anarudi kwenye hazina. Barikiwa mwanangu. Anafungua hicho kibubu chako, akichungulia, anaona kuna wakati ulienda kusaidia watoto yatima. Kuna wakati ulienda kusaidia wajane. Kuna wakati ulisimama na watumishi wa Mungu. Kuna wakati uliifanya kazi yake bila kujihurumia. Kuna wakati ulijitoa. Mbingu zikiangalia hayo matendo. Biblia inasema akida mmoja akawa anauguliwa na mfanyakazi, akatuma watu kwa Yesu wakamsaidie huyu mtu. Biblia inasema wanapofika kwa Yesu hawaleti story, wanaonyesha matendo. Wanasema amestahili huyu atendewe, kwa sababu analipenda taifa na ametujengea sinagogi. Matendo. Maandiko yanasema Yesu aliposikia maneno hayo akaahirisha safari aliyokuwa anaenda ili aje ashughulikie mgonjwa wa mtu mwenye matendo mema. Ninataka nikutangazie mwanangu, kama yako matendo mema kwenye maisha yako, huo ni mtaji wa majibu ya maswali ulio nayo. Inawezekana huwa unaomba juu juu, badilisha prayer point. Anza kuomba kwa kumwonyesha Mungu yale matendo mema ulioyatenda, hata kama yalikutoa machozi, lakini kama ulitenda matendo mema yanayo majibu. Kitabu cha Esther sura ya 6. Twende hapo chapu kwa haraka. Esther sura ya 6 mstari wa kwanza. Let me show you something hapa. Esther 6:1. Kuna kitu kizuri hapa. Nataka wakati ule anatafuta, umepaona katibu tafadhali. Biblia inasema, anasemaje? Usiku ule mfalme hakupata usingizi. Usiku ule mfalme hakulala. Akaamuru aletewe kitabu cha maandiko ya taarifa. Akaamuru nini? Aletewe kitabu cha maandiko ya taarifa. I love this. Usiku ule mfalme hakupata usingizi. Kwa sababu hana usingizi, akaamuru aletewe kitabu cha maandiko ya taarifa. Kwa lugha nyingine, ukisoma Biblia ya Kiingereza anasema the book of remembrance. Haleluya. Kitabu cha kumbukumbu. Kwenye nyumba za kifalme zinakuwa na vitabu vya kumbukumbu ya matukio yaliyowahi kutokea. Wako watu waandishi wa wafalme wanaandika matukio yote. Sasa siku hiyo mfalme amekosa usingizi, akasema nileteni kitabu, muda sina usingizi. Lete kitabu kile nisome vitu vilivyoandikwa. Apewe sifa Yesu. Soma mstari wa 2. Ikaonekana kuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai aliwachongea Bigthana na Tereshi. Hold up. Biblia inasema ikaonekana kuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai aliwa ni leo hii.
Hiyo ni nini? That's a past. Aliwachongea. Kuna watu walisuka dili. Haleluya. Kuna watu walikuwa na dili ya kumdhuru mfalme. Mordekai akasema hapa mfalme hatadhuriwa. Akaenda akatoa hizo information. Mfalme akasalimika. Habari ikaandikwa kwenye kitabu cha kumbukumbu. Bwana Yesu apewe sifa. Angalia kile kinatokea mstari wa 3. Mfalme akasema, je, ni heshima gani au jaha gani Mordekai aliyofanyiziwa kwa ajili ya hayo? Anasema hivi, aliposoma pale, anawauliza hivi huyu mtu aliyefanya mambo makubwa namna hii alifanyiwa nini? Mlimpa nini? Kwa sababu kwa kadri alivyotenda mema alistahili kupata zawadi. Nao mfalme anauliza alipata nini? Huyu ni mfalme Ahasuero, mtu. Vipi mfalme wa wafalme kwako wewe mwana wa Mungu utendaye mema anahoji nini? Mbingu zinauliza the same question. Huyu mwanangu alifanyiwa nini alivyojitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu?